Yesu, tunakutukuza, tunakubariki, tunakushukuru. Tunasema asante kwa sababu ya wakati mzuri ambao umetupa Roho Mtakatifu. Siku ya 7 ya mwezi huu wa 4 kwa mwaka 2025, Baba, umeturidhia tena kuwa sehemu ya waabudu halisi katika roho na kweli. Asante kwa sababu ya ratiba ya mfungo wa kimaombi uliotupa. Tunakushukuru kwa sababu ya neema yako. Roho Mtakatifu, tufundishe tena ili tuweze kuwa na msingi wa kujua namna ya kuomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu keti. Karibu wewe ambao unatufuatilia katika mtandao wa kijamii kupitia Facebook account. You can share as many as you can, as more as you can. Uzoka share hii ibada iende kwa watu wengi zaidi waweze kufuatilia. Tunaweka msingi wa neno la Mungu siku ya leo na kesho na Jumatano, na itakuwa ni maombi mpaka Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tunaweka msingi wa fundisho leo na kesho. Na Roho Mtakatifu yuko tayari kuweza kusema na sisi jioni ya leo. Na ni imani yangu pale ulipo una afya njema na umekuwa tayari kabisa kufuatilia. Una diary yako, kitabu chako, Biblia yako, ili uweze kuomba kwa kupitia ufunuo wa neno. Utukuwa tumefunga, maana yake ni kwamba tumejitenga mbali na vyakula vya miili yetu. Na ikiwa tumejitenga mbali na vyakula vya mwili, kusudi kubwa ni kuimarisha mtu wa ndani, spiritual man, yule mtu wa roho. Sasa huyu mtu wa roho naye pia anahitaji chakula. Kwa kama tulikuwa tunakunywa chai asubuhi saa 2, ikifika mchana saa 7 tunakula chakula cha mchana, ikifika usiku tunakula chakula cha usiku, tutakunywa maji, tutakula matunda kidogo. Basi vivyo hivyo unapojitenga kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana kwenye maombi na kufunga, hakikisha ile ratiba uliyokuwa nayo ya mwilini sasa unaigeuza kuwa ratiba ya kiroho. Kwa ukiamka asubuhi muda wako wa chai, hebu chukua Biblia, soma sura 1, 2, 3, 4, 5. Kifika mchana, ule muda wa chakula cha mchana, chukua Biblia, endelea sura ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10. Ikifika jioni, chukua Biblia, soma tena. Unapolitafakari neno la Mungu na kujifunza neno linakuwa ni chakula ndani ya roho yako. Linakuosha, linakutakasa, linakusafisha. Na hata wakati unaomba, ni rahisi sana Roho Mtakatifu kuwa na maneno mengi ndani yako ya kukuongoza kuomba, kwa sababu neno lake limekaa kwa wingi ndani. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa na maombi mafupi, au wakati mwingine kwa kwenye maombi huwa wanaishiwa maneno, kwa sababu neno la Kristo halijakaa kwa wingi ndani yao. Kwa hiyo unakuta unaomba huko unajirudia yale maneno, unayarudia yale, au unasubiri yule anayeongoza maombi anavyotamka na wewe unaunganisha huko. Lakini ukijifunza kula chakula cha kiroho, neno la Mungu, utapata vitu vingi sana vya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Nataka leo tukajifunze kwa siku hizi 2. Tumesema tulipoanza wiki iliyopita kwamba tunaombea
Eneo la kwanza tukasema ni taifa. Eneo la pili tukasema ni familia. Eneo la tatu tukasema ni kanisa. 4 tukasema ni uchumi, na 5 tukasema ni kwa habari ya ulinzi. Sasa nataka tuanze kwa habari ya taifa, kwamba kusudi la kuombea taifa ni nini? Kwa sababu kuanzia Jumatano tutaanza kwenda kuomba mpaka Jumamosi. Alafu tuangalie Roho Mtakatifu anatupa ratiba gani ya kuendelea ile wiki inayokuja. Kusudi la kuombea taifa ni nini? Lazima ujue kwa nini unaomba juu ya taifa lako. Kusudi la kuombea taifa lako ni ili ufalme wa Mungu uje na kujengwa kwenye hilo taifa. Kusudi la kuombea taifa lako ni ili ufalme wa Mungu uje na ujengwe ndani ya hilo taifa, na kisha mapenzi ya Mungu yatimie juu ya wito wa taifa husika. Kusudi la kuombea taifa lako ni ili ufalme wa Mungu uje na ujengwe ndani ya hilo taifa, na kisha mapenzi ya Mungu yatimie juu ya wito wa hilo taifa. Kama nilivyokwisha kusema kwamba kila taifa lina wito wake ambao Mungu aliliumbia. Maanake lina majukumu ya kutekeleza, lina kazi maalum. Hakuna taifa ambalo lipo tu kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Tanzania wito wake ni makimbilio. Ni mahali pa salama kwa mujibu wa wito wa kiroho wa Tanzania. Na ndio sababu lazima tuombe ili kusibadiliki, kwa sababu our calling is a redemptive calling. Ni wito wa makimbilio, ni wito wa salama, ni wito unaosaidia mataifa mengine yaliyo katika hali za vurugu au za mikandamizo kuweza kupata hifadhi na mapumziko wakati wanajipanga kushughulika na yale yanayowasibu katika mataifa yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi sura ya 2 mstari ule wa 8. Zaburi sura ya 2 mstari wa 8. Biblia inasema hivi: uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa milki yako. Sasa anaposema mataifa anazungumzia watu. Narudia tena, anaposema mataifa maana yake anazungumzia watu. Na anaposema miisho ya dunia maana yake anazungumzia nchi. Kwa kama nilivyosema wiki iliyopita, hakuwezi kuwa na taifa kama hakuna nchi. Na nchi ili iitwe taifa lazima kuwe na watu wanaokaa ndani ya hiyo ardhi, wanaoishi, wamefanya makazi na shughuli zao ndani ya hiyo ardhi. Sasa neno linasema hivi: uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako.
na miisho ya dunia kuwa milki yako. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kupitia maombi, neema ya Mungu itaachiliwa na kuwafanya wengi wawe upande wa Mungu kwenye hilo taifa. Kupitia maombi, maana yake neema ya Mungu inaachiliwa na kuwafanya wengi wawe upande wa Mungu kwenye hilo taifa. Make sure you write. Yule anayeomba juu ya taifa lazima ajiulize, anataka Mungu ampe hilo taifa kwa sababu gani? Anataka Mungu ampe huo urithi kwa sababu ipi? Anataka miisho ya dunia iwe miliki yake kwa ajili ya nini? Kwa mtu anaweza kuwa anaombea nchi au taifa, lakini kama haelewi anaomba kwa ajili gani, sababu ni nini inakufanya uombee nchi au taifa lako, lazima ujue. Na sababu ya kwanza nimekwambia ni ili ufalme wa Mungu uje kwenye hiyo nchi, hilo taifa. Na mapenzi yake yatimizwe. Nikasema kila taifa lina wito maalum mbele za Bwana. Kwa kabla hujaomba lazima uelewe wito wa hilo taifa ni wito wa namna gani. Mungu aliweka Tanzania kwa ajili ya nini? Mungu ameweka Kenya kwa ajili gani? Mungu aliweka Rwanda na Burundi kwa ajili gani? Mungu aliweka Uganda kwa ajili ya nini? Mungu ameweka Kongo DRC kwa ajili ya kitu gani? Mungu ameweka Amerika USA kwa ajili ya nini? Kwa tunapoomba lazima tuwe na ufunuo wa wito husika wa taifa fulani, majukumu yake. Jambo lingine la kuelewa, unapoliombea taifa na Mungu akaanza kuachilia au kukupa lile taifa, lazima uelewe kwenye ufahamu wako na kwenye moyo wako kwamba taifa hilo umepewa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, sio utukufu wako. Narudia tena, unapoliombea taifa au eneo unaloishi au mtaa unaoishi au wilaya unaoishi, na ukaanza kuona dalili za kumiliki hilo eneo au kibali cha kumiliki hilo eneo au wilaya au mkoa au jiji au taifa zima kinaachiliwa kwako, fahamu ndani ya moyo wako jambo hilo ni kwa utukufu wa Mungu, sio utukufu wako. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa milki yako. Kwa hiyo ni kusudi la Mungu mataifa wawe urithi, ambao sisi pia tulikuwa mataifa kupitia habari njema za ufalme wa Mungu na Injili. Tumekuwa urithi wa Bwana, na kwa namna hiyo tumekuwa milki yake pia. Sema amen. Ndio sababu ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo 5:9 anasema mwana-kondoo aliyechinjwa alinunua kwa damu yake watu wa kila kabila, kila lugha, kila jamaa, kila taifa, akawafanya ukuhani na ufalme kwa Mungu,
nao wanamiliki juu ya nchi. Namna gani unaweza kulimiliki taifa? Au maombi gani uombe ili ulimiliki taifa? Hapa niweke hivyo. Maombi gani uombe ili ulimiliki taifa au eneo unaloishi au mtaa? Maana sio kila mmoja amepewa neema ya kumiliki taifa. Hata kama utaomba, sio kila mmoja amepewa hiyo neema. Kuna mtu amepewa neema ya kumiliki familia yake. Kuna mtu amepewa neema ya kumiliki mtaa. Kuna mtu amepewa neema ya kumiliki eneo la wilaya, mwingine mkoa, nchi, mwingine amepewa mpaka mataifa. Lakini kupitia maombi, neema inaweza kuongezeka juu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Luka sura ya 16 mstari wa 15, Marko sura ya 16 mstari wa 15. Marko sura ya 16 mstari wa 15, Biblia inasema hivi, akawaambia Yesu huyo, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo maombi tunayopaswa kuomba ili tumiliki taifa na mataifa ni kuombea injili iweze kupenya. Iko hivi, kuna tofauti. Wakati Daudi anasema Mungu anamwambia uniombe nami nitakupa mataifa kwa urithi wako na miisho ya nchi kwa miliki yako, alikuwa anamaanisha kwamba atapewa kipande cha ardhi na atapewa Wamoabi, atapewa Waamori, atapewa Waamoni, atapewa Wafilisti, atapewa watu wa Shami ili wamtumikie. Na ukisoma Biblia utaona watu wa Tiro, wa Sidoni, wa Shami, wa Moabi, wa Amoni kwenye Mambo ya Nyakati au Saba walimtumikia Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Alipowashinda katika vita, utaona kwamba walimtumikia. Sasa kusudi la Agano Jipya anapozungumzia kumiliki taifa, hazungumzii sisi tukamiliki watu wamtumikie. Anazungumza kwamba nuru ya Kristo iingie na lile giza linalotawala maeneo au familia za watu au nchi liondoke, kwa watu kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa mfano, ukienda kuhubiri mahali na pale mahali watu wakaokoka, wakamwamini Yesu, wakampa Yesu maisha yao, eneo lote ambalo umehubiri pale, kama kuna watu 100 kwenye hicho kijiji na watu 80 wakamwamini Yesu, maana yake ni kwamba sasa ufalme wa Mungu umepata nafasi ya kupamiliki pale mahali, na Mungu kupitia wewe ameweza kumiliki hiyo nchi na huo mji. Kwa kusudi kubwa la nyakati za sasa la kuomba juu ya maeneo au nchi au mataifa ni ili injili iweze kupenya na wengi waokolewe. Sio kwa ajili ya kujinufaisha, sio kwa ajili ya kupata mashamba na viwanja. Hivyo vipo tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe na Mungu. Kwa tunapoomba maombi ya nchi au taifa, kusudi ni Tanzania tumjue Yesu. Kusudi ni wale watu wa Kenya wamjue Bwana Yesu. Waache mila zao, tuache desturi zetu, tuache mila zetu. I remember nilikuwa naombea nchi ya Tanzania. Ukianza kuiombea nchi yetu, utakutana na vurugu nyingi kwenye ulimwengu wa roho na vita nyingi ambazo hujawahi kuziona. Na ndio sababu kabla ya kuanza kuiombea nchi au taifa, lazima kuwe na kipindi cha maandalizi ya kiroho ya kwako binafsi kujijenga ndani, ili uwe na mabavu ya kuanza kuombea. Kwa sababu utakapoanza kuliombea taifa, ile miungu yote ya taifa na zile roho zinazomiliki taifa kwa ujumla wake zitaanza kushambuliwa. Zitaanza kupigana na wewe zile madhabahu.
kijijini kwako, akishakujua umeokoka, utaanza kuota ndoto za kijijini kule mara nyingi. Maana ile madhabahu ya pale ulipozaliwa inakushambulia. Imeona sasa unataka kuvunja ule ufalme wa giza uliokuwepo na kuleta ufalme wa nuru pale, kujenga ufalme mwingine. Kwa adui wa kwanza zitakuwa ni zile roho za lile eneo unaloliombea au uliotoka au uliosaliwa au familia yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu agizo lake anasema, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili. Mungu anaposema kuna kipindi kati ya kile alichosema na wakati kitakapotimizwa alichosema. Mungu anaposema kuna kipindi kati ya kile alichosema na wakati wa kutimizwa alichosema. Mungu anaposema, kama hapo Yesu aliposema, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili, kuna kipindi kati ya kile alichosema na kutimizwa kwa hicho alichosema. Kipindi hicho kinaitwa maandalizi ya mtu binafsi, ili aweze kuona kile Mungu alichosema kikitimia. Narudia tena. Mungu anaposema, kwa mfano, Mungu amekwambia unaenda kuolewa mwaka 2026 kwa mfano, au utaoa mwaka 2026. Sasa Mungu anaposema, ukikaa tu chini ukarelax, kuna kipindi kati ya kile alichosema na kutimizwa alichosema. Anakuhitaji wewe uchukue hatua ya maandalizi ili kile alichosema kipate nafasi ya kutimia katika maisha yako. Kwa Mungu anaposema kwa habari ya nchi kwamba tuombee nchi, watu wengi wamjue Yesu na Injili iweze kupenya, maanake kwanza ufahamu Mungu analo kusudi la kututumia sisi kuipeleka habari njema, lakini pia analo kusudi la kuinua watumishi wengine na kutumia waliopo pia kupeleka habari njema. Lakini kati ya pale Mungu aliposema na mpaka kutimizwa kile alichosema, kuna kipindi hapo katikati kinaitwa kipindi cha maandalizi. Na kumekuwa na changamoto ndani ya kanisa kwamba Mungu anapofunua neno kwa watu wengi ndani ya kanisa, kinachotokea watu wengi wanakimbilia kutekeleza kile Mungu alichowaagiza kabla ya kuwa na maandalizi ya kujua namna ya kufanya au kutimizwa ya kile Mungu alichosema. Andika hivi. Mungu anaposema lazima niwe na maandalizi moja yafuatayo. Lazima niwe na maandalizi yafuatayo. Namba moja, kujijenga ndani yangu, kujijenga ndani yangu ili kuweza kubeba kile Mungu alichosema nami. Kujijenga ndani yangu ili niweze kubeba kile Mungu alichosema, alichoniahidi. Kwa sababu hatuwezi kutokea katika damu na nyama mpaka kimeanza kutokea katika ulimwengu wa roho kwanza. Kwa hiyo
unaposema lazima kwanza ujengwe ndani. Unajengwaje ndani? Moja, jitenge kwenye kufunga na kuomba. B, tenga muda wa kutafakari neno kwa bidii. Soma Biblia, jifunze neno lake, tafakari. C, tenga kila wakati huo unaabudu na kusifu. Usisubiri kwenda ibadani Jumapili ndio uanze kuabudu na kusifu. Uwe na ibada na kuabudu na kusifu hata kwa nyumbani. D, jifunze kupambanua mambo. Jifunze kupambanua mambo. Mpe Mungu muda mwingi. Nazungumzia maandalizi binafsi hapa. Mpe Mungu muda mwingi kuliko unavyotoa muda kwenye chochote kile. Kwa sababu na kitu Mungu anakuwa amesema na wewe kinahitaji maandalizi kwanza. Mungu akisema nitakutumia kuhubiri watu milioni 1 wataokoka kupitia wewe, usikimbie kwenda kwanza kuhubiri. Mungu akisema sasa utahubiri mikutano mikubwa ya injili, usikimbie kwenda kwanza kufunga majukwaa kuhubiri mikutano ya injili. Mungu akisema nitakutumia kupitia mitandao ya kijamii na wewe utanijua mimi Yesu kupitia mitandao, usikimbie kwenda kwanza kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Mungu anaposema anahitaji kwanza ukae chini ufanye maandalizi ya kubeba, ya kupata uwezo wa kubeba kile alichosema. Kumbuka kile Mungu anachosema ni very heavy, ni very powerful, ni kitu kizito, kinaweza, kina nguvu. Usikimbilie kwanza. Mungu alipokuwa anasema na mimi kwa habari ya kazi hii, sikukimbia upesi, nilikaa muda mrefu sana. Amen. Mungu alipokuwa amesema na sisi kwa habari ya kwenda kwenye YouTube channel au Facebook channel, tumekaa miaka sasa mwaka wa 5 ndio tumeweza kurusha ibada live kwenye Facebook na YouTube, mwaka wa 5. Kwa hiyo Mungu anapokufunulia neno, kuna kipindi kati ya pale aliposema na pale atakapotimiza, na hicho kipindi inaitwa moja, maandalizi. Maandalizi ya kwanza ni maandalizi binafsi. Mbili, wakati uwapo katika maandalizi, atakujulisha namna au mkakati wa kutimiza kile alicho kuagiza. Wakati uwapo katika maandalizi yale ya kujijenga, atakujulisha namna au mkakati wa kutimiza ya kile alichokuelekeza, ya kile alichokuagiza. Mungu amesema anza biashara, usikimbilie kwanza biashara. Nenda kwanza, kaa chini, fanya maandalizi ya kiroho, abudu, soma neno, omba, funga, tafakari kile Mungu alichokuelekeza. Kwa sababu Mungu hasaidiwi anaposema. Tatizo wengi wanakwama sasa, lakini Mungu alinionyesha, lakini Mungu aliniambia nifanye hichi kitu. Ndio alikueleza ufanye hiyo biashara, ndio alikueleza, alikuonyesha ufanye hiyo kazi, ndio Mungu alisema na wewe ukanunue eneo hapo alipokuelekeza, ndio alisema na wewe ujenge hapo alipokuambia, ndio alikuelekeza. Lakini kwa sababu uko na maandalizi ya kujengwa ndani, maana yake ni kwamba ulikimbilia kufanya kile kitu, kwa hiyo unakosa stamina, uwezo wa kukimiliki na kustahimili changamoto zinapotokea. Utakupoteza. Unaweza ukapata kile kitu, lakini ukapoteza ule uwezo wa kukimiliki na kustahimili vita inapotokea juu ya kile Mungu alichokuagiza ufanye. Ndugu zangu, mnaelewa vizuri?
Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Kusogea kuombea taifa ili ufalme wa Mungu ujengwe na mapenzi ya Mungu yatimie. Ufalme wa Mungu unapokuja, maana yake unakuta ufalme mwingine unatawala pale. Kwa lazima ujue namna gani ya kuondoa ufalme wa giza uliopo kwenye eneo husika kabla ufalme wa Mungu haujaja, ili usijenge misingi ya ufalme wa Mungu juu ya ufalme wa giza. Lazima ule wa giza uvunjike kwanza, ubomolewe kwanza. Ndio maana Mungu alimwambia Yeremia, nimekuweka ili kung'oa, ili kubomoa, ili kuangamiza, ili kuharibu, kisha ujenge na kupanda. Kwa hiyo watu wengi wanakimbilia kujenga na kupanda kabla hawajawa na mkakati wa kubomoa na kung'oa na kuangamiza na kuharibu kile walichokikuta kinamiliki kwanza. Ndio sababu unaweza ukanunua ardhi na ukajenga nyumba na bado yale mapepo yaliyokuwa kwenye lile eneo yakaendelea kukuingia simu yako, yanaificha, yanaipeleka huko, mara yanachukua chakula, yanahamisha sufuria. Kwa nini? Kwa sababu ukipata tu fedha ile benki ukachukua mkopo kaanza kujenga. Lakini wakati Mungu amesema unaenda kujenga, ukakaa chini kufanya maandalizi ya kibinafsi ya kiroho ili uweze kuwa na uwezo wa kustahimili na kumiliki ile eneo, wala ukupata ufunuo kwamba ni roho zipi zinatesa mahali ambapo Mungu amekwambia nenda kajenge. Kwa hiyo tunasema, lakini Bwana alinionyesha kabisa mahali pa kujenga ni hapa, ni ile eneo, ni mji. Lakini Bwana nimejenga nyumba, bado kuna changamoto, hujapata stamina. Bila sema Yesu alikuwa katika kimo na hekima akimpendeza Mungu na wanadamu. Watu wengi wanaomba kupata hekima, lakini wanasahau kuomba kimo, stature. Stamina ni ya muhimu sana. Stamina ni ya muhimu sana. Una mpango wa kuhama mtaa mmoja kwenda mwingine, kule unapokwenda kuna ufalme wake unamiliki. Ukiwa hapa kabla hujahama, lazima uanze maandalizi ya kwenda kule. Kwa hiyo Marko 16:15 Yesu akawaambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo wakalishika hilo, wakalibeba hilo. Bwana Yesu alisema twende ulimwenguni. Lakini baadaye kitu gani Yesu aliwaambia? Matendo sura ya 1. Nataka ujue kabla ya kutimizwa kile ambacho Mungu amekwambia, kuna maagizo mengine atakupa ya kimkakati. Usikimbilie kile ambacho amekwambia. Lazima uwe na ufahamu wa kuuliza Roho. Umesema 1 2 3. Natekelezaje? Itakuwaje? Matendo 1:8 anasema hivi, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Anaanza moja hiyo, kwamba japokuwa nimewaambia enendeni ulimwenguni mote, lakini kuna mahali pa kuanzia. Lazima muanzie Yerusalemu. 2, Uyahudi wote. 3, na Samaria. 4, na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo kabla ya kufika ulimwenguni, lazima kuna point utaanzia kwanza. Kwa Yesu alipokuwa anakaribia kuondoka, akaona mitume wake wana mchecheto wa hali ya juu ya kukimbia na ile agizo la kwenda ulimwenguni mote kuhubiri injili. Akajua hao wameshaanza kuingia kwenye matatizo tayari. Ndio akawaambia, sikiliza, kaeni kwanza Yerusalemu, chumba cha juu. Kaeni kwanza kwenye maombi, msubirini kwanza yule mwezeshaji, Roho Mtakatifu. Atakapokuja mtapokea nguvu ya kutimiza agizo langu la kwenda ulimwenguni, yaani kuwa mashahidi. Na ulimwengu wote mtaufikiaje? Akawapa mkakati. Kwa mkakati wa kwanza akasema mtaanzia Yerusalemu. Yerusalemu maana yake
mtaanzia pale mlipo. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Matendo sura ya 2, ya 3 na ya 4 inaonyesha walioanzia Yerusalemu. Andika Matendo sura ya 2, ya 3 na ya 4 inaonyesha kwamba mitume walianzia kazi Yerusalemu. Nataka kusoma uone. I'm giving you a strategy to see the word of the Lord manifesting in your life. The prophetic word manifesting in your life. So kwa sababu nabii amesema, so kwa sababu mtumishi wa Mungu nimetamka, it is going to happen. You have to know. Lazima uka-incubate, lazima ukaombe ujue hichi kitu ambacho nimetamkiwa kinatimiaje. There is a preparation. Kwa ukisoma Matendo sura ya 2, ya 3, ya 4 utaona Petro na wenzake wakaanza injili Yerusalemu. Wakaanza kwa makuhani, watu 3,000 wakaokoka. Wakampokea Yerusalemu. Kwa kama unaishi kwenye mji, unatamani nchi yako ya Tanzania iweze kumilikiwa na Yesu na nuru, anzia kwenye kitaa, kwenye kijiji, kwenye eneo unaloishi. Usikimbilie kwenda mbali. Anza pale unapoishi kwanza, ndiyo Yerusalemu yako. Anza na ile familia yako kwanza, ndiyo Yerusalemu wako. Hakikisha yale majirani zako wanaokuzunguka 10, 15, wale 20, wanao 15 wameokoka tayari. Kwa sababu sisi tumeambiwa tutahubiri injili ulimwengu wote. Siwezi kuanza kutoka hapa nikakimbia sasa hivi Marekani kuhubiri injili, wakati hapa tulipo Mwanza Ilemela bado kazi haijazaa matunda ya kutosha. Kwa lazima kwanza tushughulikie eneo la Ilemela. Kwa hata kama na ramani ya nchi ya Tanzania na naiombea nchi ya Tanzania, lakini kwa sasa nguvu zangu kubwa nimezielekeza Ilemela na Mwanza. Kwa nini? Kwa sababu lazima uwe na mahali pa kuanzia. Ndio sababu Yesu akawaambia hawezi kwenda ulimwenguni ghafla. Anzieni kwanza Yerusalemu. Safari ni kwenda ulimwenguni, lakini naanzia Ilemela kusema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Safari yako ni kuwa mkuu wa nchi, lakini naanzia kwenye mwenyekiti wa mtaa. Mungu amesema na wewe utakuwa mheshimiwa mbunge, lakini unashangaa unaanzia kwenye mwenyekiti wa kitongoji, unapanda bado umekuwa diwani, bado umekuwa mheshimiwa mbunge. Lazima kuna mahali uanzie. Mungu amekuonyesha utakuwa waziri. Hauwezi kuwa waziri kama hujawa mbunge. Lazima kuna mahali uanzie. Kwa kuna kipindi cha maandalizi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akisema utakuwa wewe mheshimiwa diwani, lazima uwe na kadi ya chama. Uchague chama chako, uwe na kadi, uwe mwanachama, sababu huwezi hakuna mgombea binafsi katika kwa sasa. Kwa hiyo sema mtume wa Mungu ameniambia kwa diwani, na subiri ile diwani mwaka wa Bwana utakapofika. Mkakati lazima uwepo. Amen. Kwa kazi ya injili ni kazi ya kimkakati. Namba 2 anasema mtakuwa mashahidi wapi? Uyahudi na Samaria yote. Ukisoma Matendo sura ya 8 na ya 9 utaona walifika Uyahudi na Samaria. Matendo sura ya 8 na ya 9 inaelezea waliendelea kusogea kumiliki Uyahudi na Samaria kama Yesu alivyowaelekeza. Agizo la Marko 16:15 linasema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili. Kabla ya kwenda, Bwana Yesu anawaambia tulieni kwa chumba cha juu. Nataka niwape mkakati. I want to give you a strategy ya kufika ulimwenguni. Hamtapaa kwenda ulimwenguni, mtaanzia pale mlipo Yerusalemu. Kwa ukisoma Matendo sura ya 8 na ya 9 inaonyesha sasa kwamba wakina Filipo hata kuuawa kwa Stefano kulipotokea. Na msikilize, na hawa jamaa walijisahau kiasi kwamba Stefano alipouawa ndipo kashtuka kwamba tuliagizwa tukifanya kazi hapa Yerusalemu ikaonekana twende Uyahudi na Samaria. Kwa hiyo tukijisahau, mbingu inasababisha litokee tukio la kutawanya watu ili wakahubiri injili. Soma ile Matendo sura ya 8 na 9 utasoma. Utaona pale ndio mitume wanaanza kutawanyika.
wakina Filipo, wanafika Samaria, wanapiga injili kule mpaka wakina Simeoni mchawi wanaokoka. Ile yote ni Yahudi na Samaria, iko kwenye zile sura mbili pale. Alafu anasema, anamwambia kina Petro, Bwana Yesu, mtafika mpaka miisho ya nchi. Miisho ya nchi inaonekana kwenye Matendo sura ya 10, wakati Petro anakwenda kumshuhudia na kupeleka habari njema kwa mtu anaitwa Kornelio, aliyekuwa ni afisa, ni akida wa kikosi cha Kiitalia. Kwa hiyo Petro alicross border akaenda Italy kukutana na Kornelio, kwa akafika mwisho ya nchi. Lakini ukisoma Marko 16:15, Yesu anamwambia enendeni ulimwenguni mote. Lakini ukisoma Matendo, wakati sasa wa Matendo ni wakati wa utekelezaji wa kile ambacho Yesu amesema nao. Ndipo Bwana Yesu anamwambia, ni kweli niliwaagiza nendeni ulimwenguni mote, lakini mkakati wa kufikia ulimwengu ndio huu. Kwanza kaeni kwenye maombi, kaeni chumba cha juu siku 10 msitoke, mpaka aje Roho Mtakatifu aachilie nguvu zake juu yenu. Akishaachilia zile nguvu, ndipo sasa mkakati wenyewe na ufunua kwenu, mtaanzia Yerusalemu. Kwa hiyo Matendo 2:3-4 wakaanzia Yerusalemu, mtaenda Uyahudi na Samaria. Matendo 8:9 ni Uyahudi na Samaria, mtaenda mpaka miisho ya nchi. Matendo 10, Petro anaenda kumuona Kornelio na nyumba yake, watu ambao sio Wayahudi, wanafika miisho ya nchi. Sema amen. Sema amen. Andika, wakati wowote Mungu asemapo juu ya eneo unaloishi au familia au wilaya au taifa lako, wakati wowote ule Mungu asemapo juu ya eneo unaloishi au familia au wilaya au taifa lako, kwa habari ya kujengwa ufalme wake, kwa habari ya kujengwa ufalme wake, anataka usubiri maelekezo yake juu ya mkakati wa kufikia hicho alichosema, wa kutimizwa hicho alichosema. Wakati wote Mungu anaposema jambo, usikimbilie kulifanya. Subiri kwanza akupe mkakati. Anasubiri uulize maelekezo yake, akupe mkakati ya kutimizwa juu ya kile alichosema au kile alichokuelekeza. Hakiwezi kutimia kama hakina mkakati. Mungu alipotaka Elia nabii, ngoja nikupe mfano alafu tumalizia. Naweka tu hii foundation kwa ajili ya maombi ya nchi yetu. Wafalme wa kwanza sura ya 17. First Kings chapter 17. Wafalme wa kwanza sura ya 17. Anasema hivi, basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerith,
kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda katika karibu na kijito cha Kerith kinachokabili Yordani. Kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Kwa alikuwa anaenda fanya mfungo. Alikuwa ana aina fulani ya mfungo. Mstari ule wa 6 wa 7, ikawa baada ya siku kupita, mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ule mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Sasa Mungu alisema naye aende Kerith, na akamwahidi kuna kijito cha maji, atakunywa maji ya hicho kijito, na akamwambia kuna kunguru watamlisha. Lakini ghafla kile kijito baada ya muda kitakauka. Kwa kama una tabia ya kukaa kwenye uwepo wa Mungu au baraza la Bwana katika maombi, ili uweze kusikia anapozidi kupa maelekezo, ukabaki na kile Mungu alichosema na wewe mwanzoni, na akikuzuia kupokea maelekezo mapya, maanake Elia kwanza angefia pale Kerith, kwa sababu angekosa chakula, angekosa maji ya kunywa. Lakini kwa sababu alikuwa anaelewa namna ya kumsikia Mungu, kwamba Mungu ameniambia nije Kerith, lakini kuna maelekezo Mungu anaweza kunipa tena, ni kusudi lile lile la kutimiza mapenzi ya Mungu. Na kusudi lilikuwa ni nini? Kusudi hapa lilikuwa ni Elia kwenda kuwakabili manabii wa Baali kule Israeli na kuivunja madhabahu ya Baali kule Israeli. Sasa kabla Mungu hajampeleka kuikabili ile madhabahu, alikuwa anampitisha kwenye vipindi vya maandalizi ili ajengwe ndani yake. Kwa akamweka Kerith kwa muda fulani, na huo muda aliompeleka pale Kerith, kunguru alikuwa anamletea mkate asubuhi na jioni. Kwa alikuwa kwenye aina fulani ya mfungo wa kimaandalizi ya kukabili namna ya kuzishughulikia madhabahu za Baali zilizopenya na kuingia Israeli, na namna ya kushughulikia manabii wa Baali waliopenya na kuingia Israeli. Hiyo roho ilikuwa imeshaingia, na Mungu alitafuta mtu kwenda kuishughulikia hiyo roho. Bwana Yesu asifiwe. Ili madhabahu yake ijengwe tena, ambayo ilikuwa imebomolewa na manabii wa Baali. Kama ukisoma ile Wafalme 18, wakati Elia anataka kutoa sadaka, utaona anasema Elia akaijenga tena madhabahu ya Bwana. Maana yake ni kwamba ilibomolewa madhabahu ya Mungu, kwa sababu walikuwa wanaabudu miungu mingine, wanaabudu Baali. Sasa ukisoma mstari wa 7 wa 9, anasema ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni. Huko Sidoni ni wapi? Sidoni ni Lebanoni ya leo. Lebanon ni Sidoni, huko Beirut, Sidoni. Na kwa nini Mungu alikuwa anampeleka Sidoni? Rudi pale sura ya 16 ya Wafalme, sura ya 16. Soma kwa mstari ule wa 30, anasema hivi. Naweza kuanzia 29 lakini nitasoma 30. Anasema Ahabu mwana wa Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. Ikawa kama ingalikuwa neno dogo tu kuyaendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, akamwoa Yezebeli binti Ethbaal mfalme wa Wasidoni, akaenda akamtumikia Baali, akamsujudia, akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali aliyoijenga huko Samaria. Kwa Ahabu alikuwa mfalme wa Israeli, akaenda kule Sidoni akamwoa Yezebeli, ambaye Yezebeli akaileta miungu ya baba yake Ethbaal kule Israeli. Kwa Ahabu akaanza kujenga madhabahu ya mungu wa kigeni kule Israeli, na ile roho ya Yezebeli na manabii wale wa uongo ikawaingia makuhani waliokuwa wanatumika wakati huo, waliopenda kula vyakula vya mfalme.
na kuleta hukumu, ilibidi atafute mtu. Akamwambia Elia Mtishbi, nataka uende ukashughulikie madhabahu za Baali kule Israeli. Nataka uende ukamalizane na manabii wa Baali kule Israeli. Alafu Elia kwa sababu amezeuka kwa Mungu, kwenye uwepo wa Mungu na kwenye baraza ya Mungu, ndipo akasubiri mkakati. Na mkakati waliokuwa wa kwanza, akaambiwa nenda Kerith, kuna kijito, utakunywa maji yake, nimeamuru kunguru wakulishe, kaa kwenye maombi kwanza pale. Akakaa, akajijenga ndani, kama nilivyokuambia pointi ya kwanza, jijenge ndani kwanza. Akafunga, akaomba, akajijenga ndani. Roho Mtakatifu akaona sasa huyu jamaa ameweza kuwa na uwezo wa kustahimili hii kazi ninayompa. 2, akamhamisha, akamwambia nenda Sidoni, nimemwamuru mjane wa Sarepta akutunze. Sidoni ukifuatilia ndio pale ambapo Yezebeli alieleka miungu ya Baali Israeli na kusababisha manabii wakawa wa Baali kule Israeli. Ametokea Sidoni. Baba yake alikuwa mfalme anaitwa Ethbaali, akampeleka Sidoni ili ampe mkakati wa namna ya kusoma sasa ramani ya maisha yao, tamaduni zao, ibada zao, namna wanavyofanya, ili aweze kushughulikia hizo madhabahu kwa urahisi akirudi Israeli. Kwa hiyo Mungu anaposema usikimbilie kufanya, subiri kwanza. 1, ujijenge ndani. 2, akupe mkakati wa namna gani ya kufanya ili kitimie kile alichokuambia. Sema amen. Amen. Tunaishia hapo leo. Kesho tutaendelea sehemu fulani, kwa sababu Jumatano mpaka Jumamosi tutakuwa na maombi tu. Tutakuwa na maombi na wewe unatufuatilia, tutakuwa na maombi kuanzia Jumatano mpaka Jumamosi. Kesho tutaendelea, tutakuwa live kuelezea tena kidogo, kwa sababu ya kuliombea taifa lazima tujue kuna mikakati. Kwa hiyo kesho tutaelezea mikakati ya namna ya kuliombea taifa, vitu gani vya muhimu unapotaka kuliombea taifa au eneo lolote lile, ili watu wamjue Yesu na ufalme wa Mungu ujengwe. Kesho tutaelezea hilo eneo. Sema Bwana Yesu, nakushukuru Baba, ninakushukuru Baba, asante kwa sababu ya wingi wa neema zako Baba. Asante kwa kunipa kibali tena na upendeleo tena wa kuwa mahali hapa chini ya leo. Roho Mtakatifu, nipe kujifunza hata ninapokwenda nyumbani, nipe kutafakari ninayojifunza, nipe kuyafanyia kazi katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru Bwana Yesu, asante. Nipe neema tena siku ya kesho kuwa mahali hapa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nakushukuru. Asante Bwana Yesu. Amen. Mungu akubariki.